Sio kwamba dada anafanya kila kitu. Kwani yeye ameambia majukumu aliyokuwa anafanya hayo ambayo yanatisha ni yapi? Kazi za ndani akaona kwamba amezidiwa na hayo majukumu ni yapi amesema? Hayo aliyomzidi. Achana na mtoto. Yaani hayo majukumu mengine aliyosema yalikuwa achana na mtoto. Kupika asubuhi, kuandalia wengine chakula. Majukumu yote ya nyumbani madam unajua ni kazi ngumu. Au nyinyi mnazichukulia poa? Wamama mnaziongelea kikawaida. Dada anaamka saa ngapi? Ulikuwa unaamka saa ngapi? Saa 10. Dada anasema alikuwa anaamka saa 10. Ndio. Unalala saa ngapi? Haueleweki. Kulala saa ngapi wa kulala? Ndio ulikuwa uelewe. Haueleweki. Umechelewa kulala saa ngapi? Umewahi saa ngapi? Saa 6. Sasa madam amechelewa saa 6. Huyo hapa mimi simekwambia tuko na dada. Amechelewa saa 6 ukiwahi saa 4. Ukiwahi saa 4. Okay. Kwa hiyo mtu anaamka saa 10, kulala saa 4 mpaka saa 6. Mimi kusikiliza stories za yule msichana tuzikaa chini nikazisikiliza. Sasa umezitaka wewe jamaa. Hapa tukiachotakiwa kufanya ni tu plan tu mambo ambayo yanatuhusu sisi. Bila kumsikiliza yule msichana iweze hata siku moja. Yaani ni sasa mtu aliyepata kazi. Akipata kazi, mtu akiwa atafuta kazi, akuwa mpole. Akipata kazi, unaona yeye anaanza kukosoa kazi. Ile kazi mimi inanichosha. Ile kazi si nafanyaje? Akirudi nyumbani akikaa kisha kaa kaona hana kazi, atafuta tena kazi. Kwa ndio binadamu walivyo. Lakini madam kwetu sisi sikiliza stories za huyo msichana hapo. Sasa madam tena kama siku ile tutafika tena conclusion. Madam huyu si ndio aliotuambia sasa changamoto iliyoko hapo. Na pengine hii ikawa ndio itakupa solution moja kwa moja. Kwa sababu sisi moja ya kitu tunachokifanya ni consultation. Yaani sisi tunawasaidia. Kwa hiyo ataamka saa 10 alale na nimekurudisha tu kwenye kitu cha msingi kabisa ambacho wewe ulituficha, lakini dada huyu ndio amefanya tumekijua. Na hiki pengine ndio kinachokufanya wewe unashindwa kupata wadada wanaokaa, lakini kupitia sisi kwa sababu tumejua changamoto. Wanaokaa mimi mdada mmoja tu ambao ndio nimeishi naye na huyu ambaye aliishi na Rehema basi. Alikuwa Rehema akaishi na mwenzake akaondoka na ndio yeye wamekuja. Mimi sina wadada historia nao niambia tu kawatoa wapi huu mrundikano. Anyway, lakini tukubaliane kwamba madam kwa kuwa sasa tumeshajua kuna hiyo shida hapo, inabidi tuende tukubaliane na ukweli kwamba inabidi hiyo changamoto tuiaddress, tusifiche fiche. Sasa hivi tunafikaje? Yaani conclusion yetu ni nini? Conclusion ni kwamba sisi tutakupatia dada replacement kwa level ya traditional, lakini huyo umtoe kwenye malezi, afanye majukumu mengine. Wewe mtu wa watoto umtafute. Umeelewa? Sawa. Yani hivyo tutaenda vizuri. Ukiwa na mtu yeye huyo anayekuja. Yani nimechukia yani mpaka nishaleta mtu wa kamera anajua anafunga. Na sasa hivi nitakuwa nakuja kwa vivid examples. Nitakuwa natuma. Sawa, itakuwa vizuri. Nimeshafunga kamera nyumba nzima nimefunga. Nimemleta mfundi. Ni vizuri kabisa. Nje, vyumbani, sebeni, kila sehemu. Chumba cha darasa anaongea uongo anajitungia kumbe ana mambo yake kichwani mwenyewe. Sasa kwa nini useme anatungia wakati madam tumeshakubaliana? Kwa sababu nikwambiaje, wewe mtu uweze unaongea. Kwa nini useme ni uongo wakati hapa kuna vitu tumeshavipata ambavyo wewe ulikataa? Wewe ulisema huna mtoto mwenye shida, lakini leo umesema mtoto yupo mwenye shida, na hiyo aliyesema ni dada. Sasa unasemaje tena dada muongo? Nilikuwa nasema kaja dada mmoja kaka siku moja anaamka saa 10 na saa 6, huo ni uongo. Bosi, unajua wadada yani sisi wenyewe moja ya kitu tunachokijua kwenye sekta ya kazi za nyumbani, wadada ndio wanaoamka wa kwanza na ndio wa mwisho kulala. Hiyo mbona iko wazi jamani bosi? Yani mimi naelewa vizuri, yani naelewa kuhusu haya mambo. Yani ni sasa kama mtu aliyekimbilia polisi wa kwanza ndio anasikilizwa. Wewe ukija wa pili. Kwa hiyo madam umegeuka tena na wewe. Kwa hiyo na wewe sasa hivi umegeuka. Maana sasa yani hata yote tuliongea mwanzo tulikuwa tunaenda vizuri, lakini sasa hivi naona unarudi tena kule kwenye ile simu ya kwanza ile tuliyoongea kwa. Rudi kwenye simu ya kwanza. Sasa tulikuwa tumeshamaliza vizuri kwamba changamoto zote za dada alizoziripoti ni za kweli. Hiyo ya yeye kulala wa kwanza mimi ni moja tu naikubali na hizo
Haya sawa. Basi haya sawa. Sasa kwa jinsi sisi tulivyokuwa kwa uzoefu wetu na kwa nyumba yako, dada tunayekupatia traditional, huyo afanye majukumu mengine, huyo watoto watafutie dada mwingine. Yaani hapo tutakaa kwa amani. Umeona? Na ukisema unataka dada tunayekupatia yeye awe ndio anadili na watoto, inabidi sasa tuangalie level ya dada, sio traditional tena. Hapana, yeye asidili na watoto. Okay, sawa. Kama asidili na watoto, yeye atadili na majukumu mengine. Wewe utajua sasa watoto kama utadili nao wewe au na dada mwingine ambaye atafanya hayo majukumu. Umeona? Tukienda hivyo haina shida. Kwa hiyo tutakupatia replacement yako na tutaendelea kufanya follow up tukijua kabisa dada tuliyekupa yeye ni wa kudili na mambo mengine. Si ndio? Ila mniletee mdada mdogo, sitaki mkubwa. Sasa huyu ana ukubwa gani? Hao wadogo unataka kuwapiga. Tuangaliaje umri pia. Mnalingana miaka, mimi nataka sitaki. Mnalingana miaka. Kwa hiyo wewe ni mdogo kama dada, una miaka mingapi? 29. 29. Yeye wa 90. Sitaki mimi niletee mdada mdogo. Mdogo unataka umchape vibao. Anataka umchape. Niletee mdogo, mimi huyo mkubwa sitaki. Ningekuwa napiga mngekuwa. Wadogo hao ndio tena nyewe mabosi wakorofi hivi ndio mnawatandikaga wadada nani. Kwa hiyo tutakuletea tu dada wa size ambaye tutakuletea dada ambaye yani anajielewa kabisa, ambaye yani usifikiri asiwe wa kupeleka. Sisi hapa tunadili na majukumu. Hapana, kwa nini? Sio umri. Madam wewe unajua hapa kwetu, kwani wewe ni mgeni na sisi. Si hatudili na mambo ya umri wa dada wala kabila wala rangi. Wewe unatupa majukumu yako. Umeona hapa tulikuwa tunajadili majukumu una mtoto na watoto. Dini hiyo tunaongea. Lakini mambo mengine sijui mfupi mrefu, mwembamba ananyoa anasuka kabila, hayo mambo sisi hapa kwetu hatuna. Wewe tuambie majukumu yako tukushauri. Madam haya majukumu ukitaka kufurahi weka watu wawili. Mmoja awe na haya, mwingine na haya. Umeona? Ila nyie mnielewe jamani, mimi sitaki mdada mtu mzima. Wewe unataka kuja kuwapiga? Hapana, mtu mzima ndio mwenyewe huyo. Hapana, wewe mtu mzima mimi sitaki, mimi naye. Haya sawa, tutakuletea dada ambaye anaweza kufanya majukumu yako madam. Sio masuala ya umri hapa, tusije tukarudi tena kuongea. Yaani umri hiyo sahau. Tutakuletea dada anayeanza miaka 18 mpaka hapo 35. Yaani lakini ambaye anajua majukumu. Anakuja kufanya kazi zako vizuri. Na wewe watoto wako kama unaamua ni wewe unapambana nao au na dada mwingine sawa. Hapo hatutagombana, utasikia ugomvi na inaweza ikakusaidia sana ukashangaa mambo yamepoa nyumbani kwako. Lakini sio hao watu wazima. Watu wazima kwa nini? Alafu ana utu uzima yote, dada ni mzuri sana. Alafu ulimsifia huyu dada, nimeangalia kwenye nani ulimtolea sifa nzuri. Yaani alipotoa tu siri, dada akawa mbaya hapo. Aliposema tu siri ya mtoto wako kwamba kuna mtoto mwenye shida ndio akawa mbaya. Lakini sifa zilikuwa sifa kele. Jamani. Mimi nilikuwa najibu tu. Na yeye mwenyewe anajiwaga. Mimi huyo ajibu tu hadi percentage alisema rate ya mtu. Mwambie nishawahi kumwambia kwenye maisha siwezi kumpondea mtu. Hata mimi mwenyewe kama siwezi kumwambia. Mwambie alidai na 50. Yaani labda. Alafu wewe ndio yule ulimdai 50 yule dada. Maskini nimekumbuka. Yule dada yako yule alikuahidi ataendelea, baadaye akagoma, ukamwambia nirudishie 50 yangu. Hapa sema isikuseme mtu vibaya. Wewe wakati alikuwa anataka kumnyang'anya mume wake. Hebu ngoja kwanza madam, umesema dada alikuwa hajawahi kufika wapi? Hajawahi kufika Zanzibar. Ulienda naye? Nilienda naye. Wewe unasikia historia ya kulisha kobe, yeye ameenda, amepanda farasi. Wacha wewe. Ameenda Arusha, amelisha twiga Daniliu majani. Wacha bwana. Sasa madam, muulize. Sasa madam, kwa nini usiweke smart dada? Mbona mna invest mahela mengi kwenye vitu vya ajabu? Kwa nini usiwekeze kupata dada mzuri? Nikwambie kitu madam. Hatua nikamwambia kabisa
Unajua maana mwezi wa 6 nilikuwa nataka tunasafiri. Nikamwambia wao unatakiwa uwe na passport. Madam, lakini huyo mdada mwenyewe sasa. Kumbe madam una uwezo wa kuajiri professional kabisa, shauri yako. Sasa mimi nakwambia, weka dada professional au smart. Hawa traditional hawa waachie kwenye kazi nyingine lakini kwa watoto wako wawekee dada anayejitambua. Kweli kabisa. Yaani ulivyoongea hivyo ndio nimepata picha, kumbe mambo yako mazuri. Shida mshahara. Sasa shida nini? Jaribisha smart uone. Unaoweka hiyo. Jaribisha dada smart uone. Yaani tena safari hii sasa hivi, hebu chukua smart dada uone utakavyopata amani ya moyo. Yaani ndio na baadaye utasema basi nipeni kabisa professional. Ndio utaelewa nini maana ya matumizi ya hela. Sasa madam unapeleka hela kwenye Twiga kweli, afu unateseka hapo na mtoto kila siku. Kwenye Twiga mwambie aonyeshe hadi yupi? Huyu au yule wa zamani? Na huyo. Yule wa zamani? Alikuwa analalamika. Huyu bado bata alikuwa hajalila. Hajalila hata kidogo. Mwambie ameenda saluni amesuka yeye ashai kusuka nywele za laki huyo. Huyu hapa Nipeleka, hapana sio huyo, huyo wa nyuma. Yule wa nyuma. Alishaenda saluni akasuka nywele za laki. Hapo leo anaongea hapo ya yule hajaongea vibaya bwana. Yule wa zamani hajaongea vibaya, mbona? Yule wa zamani alichosema tu amekaa na wewe vizuri mwaka lakini anaomba apangiwe sehemu nyingine. Sasa sisi tulipokuja kupata issue za majukumu na mtoto tukajua hiki ndio kilimfanya akasema kwa sababu kama ulimpa bata lote hilo afu hajarudi, basi madam ujue hapo kuna mziki. Ila sikiliza. Sana huyo, yani yule alitembea sana. Huyo hapa ndo hajaambulia chochote kwa sababu kwanza nilikuta nimetoka kufanya zangu surgery, tumbo langu linanitesa kweli. Waacha we. Surgery ya nini tena? Surgery ya nini madam? Unataka kuwa kama nani? Misi nani? Si nimemaliza kuzaa ndugu yangu, nataka nirudi kama nilivyokuwa nilitoka kufanya, ndio maana nikele Rema alipotoka nilikuwa ndio kufanya surgery. Kwa hiyo sasa hivi unajirudisha kwenye usichana sasa. Kwenye usichana. Sasa bana, kabla hujapeleka mahela unapeleka kwenye surgery. Mwisho ukafie huko, uache watoto wako. Si ulipe dada wa maana. Mimi bwana nakuletea dada angalau smart. Kweli, ongeza hela hapa tukupe dada smart upumzike. Kumbe hela unazo. Ila ndio hivyo unapeleka sijui wapi. Mara kwenye Twiga, mara surgery. Haya basi ongeza hela kidogo tukuletee smart dada anayejielewa. Hawa watakutoa, watakunani. Hawa dada traditional hawa. Ili ukae kwenye urembo wako vizuri, kama ushapiga surgery yako, chukua smart dada utaniambia. Nakwambia ukweli kabisa, yani dada smart hizi purukushani hutazisikia. Kabisa. Kwa hiyo kama tunakuletea hiyo replacement, top up kidogo tukuletee dada smart, utashangaa. Yani shida yako itaisha milele. Nafikiri Akila atakupigia hesabu akwambie. Yani maana uachane kabisa na hizi stress za wadada. Yaani watu mnakuwa na hela. Mimi nafikiri ni watu wasio na hela ndio wanahangaika na hizi vitu. Lakini mtu una hela yako eti unahangaika. Unajua unakaa na dada wa kazi kuliko mtu mwingine yote nyumbani kwako, na anakaa na watoto wako ambao ni asset. Sasa kwa nini umwekee mtu wa ovyo ovyo ambaye anakukausha damu? Hela ndio shida sasa. Hakuna kama unaweza kwenda kufanya surgery usiniambie habari ya hela na matwiga huko umeenda kulisha na wapi, peleka dada amekula bata kama lote mwaka mzima. Muulize kama jana Afaibu Star huyo alilala birthday, alishakulala birthday. Wacha we. Mama madam bana, hebu mimi niache kwanza tu. Muulize yani nakwambia leo alishakulala birthday. Sasa mbona ukamdai ile fancy? Madam bana ni uzi. Kwa sababu empata tisha nimetoka zangu Uturuki. Surgery umefanya. Madam umefanyia surgery Uturuki? Ndugu yangu, ila nayo ni hatari. Hizo za Uturuki hizo. Nimeenda Uturuki, nina siku 4 narudi nyumbani ndio nimefika, mtu anakuambia. Alafu nimeshampa zawadi. Muulize Rema, nilimletea nguo, alikuwa anamnunulia. Mimi unajua siwezi kununulia mtu wangu nguo afu sinunulie dada. Siwepo nilikuepo. Nanunua na za dada. Nimemnunulia nguo, nimempa na hela, nikamwambia hela asante kwa kukaa nao, maana alikaa kama wiki 2 mimi sipo, yupo na baba tu. Nikamwambia chukua hii hapa kama asante. Kumbe wenzangu wanapanga mipango mingine. Ndio maana nikachukua hela yangu nikamwachia tu hizo nguo, kasa nguo nenda nazo.
langu utaacha. Madam bwana, haya Akila atakutumia nani ya smart, tukutumie dada smart. Mimi nakuona wewe ni madam unayetakiwa ukae na dada anayejitambua kwa kweli. Maana yani kila majukumu yanakuwa yale. Sasa mtu umetoka kazini umechoka jamani. Hata usikae na mume wako. Hapo sasa. Nataka ubebebe mtoto. Sasa na wewe ndio ushapiga sajari yako hapo, kiuno kimekuwa kama nyigu. Alafu dada yuko hapo anakuletea mtoto anaelia. Sasa fanya hivi. Mimi ndio hii solution ninawapa sasa. Sasa wewe kumbe unajua hivyo, una muda, unataka muda na baby na mume wako, si ndio? Weka wadada wanaojielewa. Wewe unafikiri dada wa malezi hapa atakuletea mtoto wakati uko na baba, uko na mume wako? Hakuna. Umeenda kuchukua sasa traditional dada, yeye na yeye ndio muda wake anataka apumzike. Ukiingia nyumbani ndio anataka akuletee mtoto. Na wewe tena ndio unataka upumzike na baba. Umeona mambo haya? Maana kila mtu anafanya shughuli sehemu yake. Yaani ndio unaingia ndani mnataka mpumzike, mtu anakwambia mtoto. Jamani. Haya, weka wa malezi mama, hutakaa usikie hizo stress. Ukiweka wa malezi yani wewe mwenyewe tu mpaka utakuwa unamisi mtoto wako. Wewe mwenyewe ndio unasema jamani hivi mtoto yupo. Unaenda sasa wewe toa hela. Wewe unataka mambo mazuri afu hutaki kutumia. Mbona nani umeenda Uturuki? Ulivotaka shepu nzuri mbona Uturuki umeenda? Ulivotaka mambo ya twiga mbona Zanzibar umeenda? Verde umelala. Shoga yangu, unataka nyumbani kwako ukirudi upumzike na mumeo, weka mtaalamu, weka professional. Professional wewe mwenyewe ndio utakuwa unasahau mtoto wako kama yuko huko ndani. Anambembeleza, hutasikia sauti ya mtoto. Anakaa naye muda wote, hutasikia sisi mtu anakuambia sisi kimefanya hivi. Yaani yeye ni kukuambia tu mahitaji basi amemaliza. Hizo ndio shughuli za wataalamu. Kwa hiyo sasa amua. Mtu umekanyaga nyumbani tu. Mtoto yani anakuletea hapo mtoto. Sasa si mtoto wako na wewe umeweka dada asielewa hapo. Dada traditional kwa kweli anahitaji usaidizi. Tunawaambiaga ukichukua traditional dada, yani ujue dada wewe ni kumuongoza kila dakika. Yani akikuona tu anaona tayari kazi zake zimeisha. Wewe umekuja utamsaidia, utamuongoza hivyo. Lakini mtaalamu yeye anajua mimi nimeletwa hapa ni kazini. Kwa hiyo wewe ukiingia anajua una muda wa faraga na mume wako, anajua una private yako. Yani yeye anadili na kile kilichompeleka. Hiyo ndio tofauti ya wataalamu na wadada wa kawaida. Kwa sasa mwalipe vizuri, mnatafuta hela za nini? Jamani, hizo hela mzikwi nazo, shauri yako. Wewe mwenyewe ushaanza kuzitumia huko kwenda kujiweka shepu vizuri. Ila kwa mtoto wako hutaki kutumia. Sasa hiyo ndio nini? Anza kuwekeza kwa mtoto kwanza. Mtoto akae vizuri, ana mtu mzuri, sasa kula bata lako. Hakuna mtu atakuuliza. Umenielewa hapo madam? Haya. Kwa hiyo sasa Akila atakucheki hapo kwa ajili ya utoka hapo kwenye smart au professional. Wewe amua mwenyewe. Unataka kuishi maisha gani? Hutaki stress, nenda kwenye mtaalamu wa malezi. Atakusaidia sana. Atamtafuta. Au tumpe wote. Hesabu zione nini hivyo wewe unafikiri Uturuki ulienda na shilingi 2? Uturuki ulienda na shilingi ngapi? Hebu bwana wekeza hela kwa mtoto wako unawekeza. Sio kwamba unatupa pesa. Yaani hela unayolipa dada mshahara ni unawekeza kwa ajili ya ustawi wa mtoto wako. Na we mwenyewe uwe na peace of mind, uhakikishe unajua kabisa mtoto wangu analelewa vizuri. Hata ukiamua kusafiri, ukiamua kwenda wapi, unajua kabisa mtoto yuko kwenye mikono salama. Na sisi tunasimamia, wewe unajua, sisi tunasimamia ulinzi na usalama wa watoto na familia, ndio kazi yetu kubwa. Na hicho ndio tunachokiuza kwa gharama kubwa. Sisi hatuuzi wadada, tunauza mfumo. Mtu ambaye akija hapo atakupa amani ya moyo. Huyo ndio tunayekuuzia. Akishindwa tunamtoa, tunakuletea mtu mwingine. Kwa hiyo system yetu ile ya kuwapa amani ya moyo ndio tunayowauzia. Na hiyo kuipata ni ghali. Ni kama kwenda kununua gari, ununue Vitz au uende kununua Ferrari. Gharama zitakuwa sawa? Tofauti. Kwa hiyo inabidi uwekeze kitu kizuri kwa watoto wako na familia yako, upate amani itakayokufanya uzunguke dunia ukiwa huna stress. Lakini sasa hivi hao wadada unaowaleta wamegombana siku 2, wamekimbia, wamekuacha, usubutu kutoka. Na ukitoka inabidi utoke na familia yako yote. Na bado huko usiwe na amani. Maana dada anakuwa anakutolea wewe macho, si anajua wewe ndio mama.
Lakini wataalamu ukitoka nao, yani wewe una enjoy zako maisha. Uko na mzee, mnakula bata, watoto wako salama na watu wanaojielewa. Mama, jamani, mtu anataka kila saa ubebe mtoto. Yaani wewe uliokuwa unaruka juzi ulipokuwa umetuchenjia ni kama sio wewe leo unasema kila saa mtu anataka uletee mtoto. Mimi narudi tu nakaa na mume wangu mara huyo umefika na mtoto. Jamani. Yaani watu wawili tofauti. Huyo ulichonifurahisha tu. Yaani leo kama sio wewe. Basi madam, ndio hivyo nafikiri sasa uamue unataka tukupe mtaalamu wa malezi au wa smart. Yaani hapo utaona uamueni mkubwa sana. Sana. Ngoja basi akinipa gharama nizione kwanza. Haya, hamna neno. Nipe hapo ndo nitafanya maamuzi sasa. Madam Smart ni kwenye kazi zingine, professional ndio. Make it clear. Professional only, not smart. Sawa madam, basi Akila atakupigia Haya sawa. Haya, asante sana. Jamani, umeona tumeenda vizuri, tumeelewana. Umeona sisi tunawaambia, tunawapa consultation na nia yetu ni nzuri. Sisi tumeishia tunacheka. Huyu alikuwa anawaka kama pilipili. Sasa hivi yuko tayari kuchukua kama ni smart naamini atachukua hadi wa malezi. Kwa sababu akichukua smart bado inabidi majukumu yawe yale ya nyumbani. Lakini kama ni watoto awakabidhi mtaalamu. Kwa hiyo ongea naye. Ndio hivyo, umeona raha sasa. Ndio hivyo tunawaambia jamani, sisi tunawapa system ya peace of mind. Atugombani, tukijua si una mtoto mwenye shida sio kwamba ni yani usijisikie wale wamejua, ni kwa nia nzuri. Kwa sababu saa hizi yani ameanza kama kuelewa kwamba okay, kumbe mimi ndio nitapata unafuu. Kwa sababu dada kama hivyo kumbe alikuwa anakereka, akifika nyumbani tu dada katinga na mtoto. Na yeye hataki. Basi haina shida. Haya watu wenye uwezo. Haya, na imani watu wameelewa na madamu wetu tumemalizana naye vizuri. Utaongea naye. Sawa. Uone anaenda kwenye plani gani, lakini akienda smart ni dada ambaye ni house manager, ni house manager wa majukumu mengine ya nyumbani, ila wa malezi wa watoto kutatua tatizo lake awe ni mtaalamu professional, kwa sababu ya watoto wake 3 na mmoja ana shida. Hapo lazima ni professional. Kama ungekuwa amna mwenye shida, maana hata smart angefaa kuweza kumsimamia mtoto. Haya, basi sawa, tumemaliza.